Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Naam, ikiwa ni Juni 23, wanafunzi katika shule ya Kristo. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Zaburi 1 mstari wa 2. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa upendo wako maishani mwetu. Tunapojifunza maandiko yako, tuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Akili ikaayo zaidi katika mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa kwa mwanadamu itakuwa thabiti katika ukweli. Wale wanaosoma na kujifunza wakiwa na shauku ya bidii kwa ajili ya nuru ya Mungu, wawe ni wachungaji au la, hivi punde watagundua katika maandiko uzuri na uwiano ambao utateka usikivu wao, kuinua mawazo yao na kuwapa msukumo na nguvu ya hoja ambayo itakuwa na nguvu ya kusadikisha na kuongoa roho. Mtunga Zaburi anatangaza juu ya mtu mwema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Anarejelea kwenye uzoefu wake mwenyewe na kutangaza, sheria yako naipenda mno, ajabu ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa. Macho yangu yalitangulia makesha ya usiku ili kuitafakari ahadi yako. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ningewasihi wale ambao wamekubali nafasi ya ualimu kwanza wawe wanafunzi wanyenyekevu na daima kubaki kama wanafunzi katika shule ya Kristo, ili kupokea kutoka kwa Bwana masomo ya upole na unyenyekevu wa moyo, unyenyekevu wa roho pamoja na utendaji wa bidii utasababisha wokovu wa roho za thamani zilizonunuliwa kwa damu ya Kristo. Imani bila matendo imekufa. Anataka ile imani itendayo kazi kwa upendo na kutakasa nafsi. Imani iliyo hai katika Kristo italeta kila tendo la maisha na kila hisia za nafsi kupatana na ukweli na haki ya Mungu. Kuhangaika, kujikweza, kiburi, shauku na kila tabia nyingine tofauti na kielelezo chetu kitakatifu lazima zishindwe. Na kisha unyenyekevu, upole na shukrani ya dhati kwa Yesu kwa ajili ya wokovu wake mkuu daima vitabubujika kutoka katika chemchemi safi ya moyo. Sauti ya Yesu inapasa kusikika katika ujumbe utokao katika midomo ya mabalozi wake. Iwapo wale wanaotoa maelezo matakatifu ya onyo kwa wakati huu wangeweza kutambua uwajibikaji wao kwa Mungu, wangeona umuhimu wa maombi ya bidii. Miji iliponyamazishwa katika usingizi wa usiku wa manane, wakati kila mtu alipokuwa amekwenda nyumbani kwake mwenyewe, Kristo, kielelezo chetu, alienda katika mlima wa Mizeituni, na huko katikati ya miti ifunikayo alitumia usiku kucha katika maombi. Yeye ambaye mwenyewe alikuwa bila doa la dhambi, nyumba ya hazina ya baraka, ambaye sauti yake ilisikika katika zamu ya 4 ya usiku wa wanafunzi walioingiwa na hofu juu ya bahari yenye dhoruba, katika baraka za mbinguni, na ambaye neno lake lingeweza kuwaita wafu kutoka makaburini kwao. Yeye ndiye
aliyetoa sala kwa kilio kikuu na machozi. Hakuomba kwa ajili yake mwenyewe, bali kwa ajili yao waliokuja ili kuwaokoa. Utasoma Testimonies for the Church, gombo la 4, ukurasa wa 526 hadi 528. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 23, wanafunzi katika shule ya Kristo. Tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi kwako. Tunaomba utupatie Roho yako mwema azidi kutufundisha masomo haya kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu